Asante. Kwa majina naitwa Yusuf Mwantimo. Mimi natokea Busoka. Mmeshinda mechi kwa mikwaju ya penalty. Wapi kulikuwa na tatizo ndani ya dakika 90 mkashinda kupata matokeo? Kwa kweli awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kumaliza mchezo salama. Lakini mechi ilikuwa ni ngumu. Wapinzani walijiandaa vizuri, na sisi wenyewe tulijiandaa vizuri. Lakini sisi tulifanya mazoezi kwa sababu mwalimu wetu tulipokuwa mazoezini alituambia kila kitu kinawezekana kwenye football. Kwa lazima utaanzia ukimaliza dakika 90 kama hakuna mananili basi tunaenda kuweka kwenye miguu 12 ya mtu mzima. Na kweli Mwenyezi Mungu kama hivyo bahati imekuwa upande wetu. Bahati imekuwa upande wetu, tumepata ushindi kwa mikwaju ya penalty. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile kilichotokea. Tunaelekea hatua ya 16 bora, nyie kama Busoka. Ndio. Mnajipangaje? Sisi kwa kweli tunaendelea na mazoezi kama kawaida, tunaendelea kukaa kambini mpaka hivi sasa. Bado timu itaweza kutoka kambini kwa sababu michuano inaendelea. Kwa hiyo tunaendelea kumsikiza mwalimu nini tukifanye kuelekea game zinazofuata. Neno leno kwa mwandaji wa michuano hii ambaye ni mbunge wa jimbo hili la Busoka, Mheshimiwa Mwarimu. Of course, mbunge wetu tunamshukuru kwa namna alipojitoa kwa kuhamasisha michezo. Kwanza hii ni hatua kutoka kwa Mheshimiwa Rais kuhamasisha vipaji, kuhamasisha michezo. Amekuwa mstari wa mbele na sisi kama wachezaji tumejitoa kwa kila hali kinachotokea, tunaendelea kujitoa na asikate tamaa. Mpira ni mgumu na maandalizi ni magumu, lakini Mwenyezi Mungu ambless pale atakapoishia, aendelee kutubless ndugu zake. Sisi tuko vizuri, tunajiandaa vizuri. Shukrani sana. Asante sana. Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Stefania Christopher Mwanjala, kapteni wa timu ya Heko FC. Mmeweza kupoteza kwa mikwaju ya penalty. Wapi ilikuwa tatizo? Kiukweli tukianza kuangalia wenzetu walituzidi kuanzia dakika ya kwanza mpaka mwisho, lakini tumepambana. Lakini ndio hivyo, ndio hali ya mchezo. Ni kwamba tunajipanga, tunajua mashindano haya yawezekana tukapata hata bahati ya kuwa best loser tukaingia. Bado tuna kikosi kizuri na tunaweza kupambana tu, na tumepambana. Na washukuru wachezaji wenzangu, wamepambana mwanzo mwisho, wamekuja jasho kwa ajili ya timu. Huu ndio uzalendo uliofanya. Lakini pia nipende kuwapongeza wachezaji wa timu ya Busoka kwa kuwa mabingwa, kwa kuwakilisha kwenye kata hii yetu ya Itete. Naam, neno lako kwa mwandaji wa michuano ambaye ni mbunge wa jimbo hili la Busoka. Asante, tunamshukuru sana na tulikuwa tunatamani sana ili jambo lio linafanyika kila mwaka kwa sababu huwa linaibua vipaji mbalimbali, kwa sababu sasa hivi mpira ni ajira. Yaani kuna watu tulikuwa hatujulikani, tuko mjini lakini tunajua na vifaa mbalimbali. Kwa kupitia mashindano haya naamini kuna watu watapata bahati ya kuendesha maisha yao kwa kwenda kwenye timu kubwa, na Mungu amsaidie azidi kupambana hivyo hivyo. Najua tu mwakani tena yawezekana kaandaa tena mashindano kama haya. Asante sana. Asante sana. Niwashukuru sana kwa ajili ya mashindano haya ambayo Mheshimiwa mbunge ametuheshimisha katika Busokero yetu, zaidi sana hata katika kata yetu hii ya Itete. Nadhani tangu mashindano haya yaanze mpaka leo kufikia fainali kwamba mtu anaonekana au timu inaonekana kwamba hawa ndo washindi, ni jambo la kushukuru sana. Kama yani mchezo umeisha kwa amani kabisa. Wakati tunaanza pale nikasema huu uwanja ni uwanja wa mpira wa miguu, sio uwanja wa mabondia. Lakini na mimi nilivyoona tangu nimekaa hapa, nimeona mashabiki pia wanaweza akasababisha hata kuharibu mpira. Ninaomba timu ambayo tumeshinda leo, huko tunakoendelea mbele, ninaomba mashabiki tujichunge sana, tusije tukaharibu. Hata unaponyamazishwa, nyamaza. Ndugu zangu wa Heko, niwape hongera kwa ushindani mpaka kufikia hapa, lakini asiyekubali kushindwa si mshindani. Niwashukuru sana kwa ajili ya mchezo wa leo ambao umeisha kwa amani kabisa. Mimi niseme kwamba kama walivyoongea, mchezo ni afya, mchezo ni ajira, alafu unatujengea marafiki, unatuletea marafiki na unatujengea umoja. Sidhani kwamba hata yale tuliyoyashuhudia uwanjani kwamba yataendelea. Nadhani yameishia hapa. Si ndio ndugu zangu? Mtu asije akafika pale kwamba mimi ulinikwatua kiatu, sijui namna gani. Haya yameishia hapa, ndio mchezo. Na ninaomba tutunze nidhamu ya mchezo. Mahali popote hapa hata tunapoendelea mbele. Timu mlioshinda, ninaomba sana kwamba nidhamu ya mchezo izingatiwe.
Pengine kwa kusema haya, nirudi tena kumshukuru mwenyekiti kwa maandalizi mazuri na mwendelezo wa ligi inayoendelea. Mungu awabariki sana kwa ajili ya haya. Kwa kusema haya, nisiwe na mengi sana, niwashukuru sana kwa ajili ya mchezo. Asante. Sasa tunatakiwa tumkabidhi zawadi yule aliyeshinda. Naomba kapteni uje upokee zawadi kutoka kwa diwani wetu.